Karibuni sana. Naamini Roho Mtakatifu ni mwaminifu. Niongezee kidogo sauti. Naamini Roho Mtakatifu ni mwaminifu sana na sote tutajifunza. Huwa nasisitiza kila siku kwamba hata mimi huwa najifunza. Hasa ninapokuwa nitafakari Mungu kwa ajili ya somo ambalo anataka kusema na sisi. Huwa kuna vitu vipya vingi na najifunza kwa sababu nakuwa akili na mawazo nimempa yeye. Na pia katika maisha pia ukitaka kujifunza zaidi, wafundishe wengine. Yaani kama unataka ujifunze zaidi, hasa wanafunzi, lakini pia hata kwenye professional, kwa kadiri ambavyo una practice, unawahudumia watu, ndivyo ambavyo uwezo wako unakuwa zaidi. Kwa kadiri ambavyo unatumika, ndivyo uwezo wako unakuwa zaidi. Na kwa hiyo na mimi mwenyewe pia huwa najiona kwamba nilivyoanza na sasa hivi ni tofauti. Naamini Mungu anaendelea kwa sababu nimempa sikio langu. Kwa hiyo kama nimempa sikio langu, maana yake kwamba atasema na mimi. Unajua katika namna ya kawaida uwezo ukampa mtu ukamnyima mtu sikio alafu akaendelea kuongea na wewe. Labda kama mtu anazungumza na wewe alafu wewe uko busy, automatically hauwezi ukaendelea. Kwa hiyo hata Mungu pia ni hivyo hivyo. Unajua Mungu anafurahi, Mungu anasikitishwa, Mungu anahuzunika, Mungu ana hasira lakini sio mwepesi wa hasira. Mungu anapenda. Yaani namna ambavyo Mungu ametupa zile emotion wanadamu, ndio vile pia ambavyo Mungu anasikia. Kwa hiyo hata katika safari yetu ya utumishi na safari yetu ya maisha, hasa katika imani, tumuone Mungu kama pia tunaweza japokuwa upendo wa Mungu ni mkuu mno, kwamba unaweza ukamuhuzunisha akakuadhibu, lakini sio rahisi hivyo. Anaadhibu pia, si ndio? Kama sisi ni watoto wake, anaadhibu. Mungu anaadhibu, lakini adhabu yake sio ya kukuumiza, ni ya kukurejesha. Kwa hiyo tukimwangalia Mungu au tukizungumza kwa habari ya Mungu, tuone kwamba Mungu ni kama vile ambavyo wewe unajisikia kwamba anazungumza na wewe mtu, alafu pengine haumpi sikio. Anajisikiaje? Kwa kadri ambavyo unampa sikio Mungu, ndivyo ambavyo anazungumza na wewe. Na hiko nimekisikia kwangu, nimekiona kwangu, nimekishuhudia kwangu, kwamba hata wakati ninamsikia Mungu haswa kwa ajili ya ujumbe ambao anataka kusema na sisi, kuna vitu vinakuja ambavyo huwa anajiuliza, hivi vitu vimekujaje yani katika namna ya kawaida. Kwa hiyo ndivyo ilivyo. Bwana Yesu asifiwe. Leo tutakwenda kusikia somo ambalo nafikiri litatuimarisha hasa katika utumishi ambao Mungu ametuitia. Na nikiangalia hapa wote naona ni wahudumu, kwa maana ya kwamba tayari Mungu ameshawaandaa katika namna hatua fulani, kwa sababu tunapozungumza utumishi kuna ngazi. Utumishi kuna hatua, kwamba kwa kadiri ya kiwango cha uelewa wako ndivyo ambavyo unawekwa katika position fulani. Tunaona hata katika makazini kwamba mtu aliyesoma labda certificate, kuna position ambaye anatumika. Aliyesoma sana akaenda kiwango fulani cha maarifa, kuna nafasi fulani anaaminiwa. Kwa hiyo kwa kadiri ya kiwango cha maarifa au kiwango cha kumjua Mungu, Mungu anatuexpose katika utumishi wa level yetu. Na tukielewa hivyo, maana yake ni kwamba tutaondoa ile dhana ya kwamba mtumishi ni yule ambaye anahudumia wengi. Lakini hata wewe pia katika namna yako ile moja, unaweza ukaanzia katika familia. Mfano mimi katika familia pale, katika familia kabla ya fellowship, kabla ya chochote, kabla hatujaanza chochote, hata hii kukutana hivi na kadhalika. Yaani sehemu ya utumishi wangu ilikuwa ni responsibility yangu ni kwenye familia. Watoto wangu, mwenzi wangu, tunajifunza habari za Injili. Kwa hiyo hata kama ni mwanafunzi, kuna fellowship, si ndio? Kuna fellowship, kuna marafiki, kuna Bible study, pengine katika fellowship zingine. Sisi wakati tunasoma chuo tulikuwa na Bible study. Kwa hiyo utumishi kila mmoja kulingana na namna ambavyo Mungu amemexpose. Wakati mwingine tunafikiri kwamba utumishi lazima ukae mbele ya watu wengi. Mimi ninaamini kabisa kiwango hiki ambacho Mungu ameniexpose ndio sahihi kwa wakati huu. Kwa sababu inawezekana akiniexpose kwa wengi zaidi, inawezekana nisiweze
nisiweze kulingana na kiwango cha uelewa, maarifa na ukomavu pia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo somo la leo tatuimarisha katika safari yetu ya utumishi. Itakuwa na kichwa kinachosema fahamu kuhusu huduma. Fahamu kuhusu huduma. Na hii neno fahamu, unaweza ukakijua kitu lakini haukifahamu. Kwa sababu fahamu ni understand. Unaweza you can know something lakini hauwezi ukawa una understand, unaielewa. Kwa sababu kufahamu ni kinatokana na uelewa. Kama mtu anayekielewa kitu, tunasema mtu huyo anakifahamu. Lakini mtu anayekijua kitu, anawezekana tu yuko aware na kile kitu. Kwa mfano kuna mtu ambaye wote tunaijua hii ni kompyuta, si ndio? Hii ni laptop, tunaifahamu. Tunajua kwamba hii ni kompyuta. Kile kuna ambaye anaifahamu. Anafahamu the way inavyofanya kazi. Mtu wa namna hiyo tunasema anaifahamu, maana kwamba anaelewa utendaji kazi wake. Kwa hiyo tutaenda kuangalia fahamu kuhusu huduma. Na ili neno huduma tumekuwa tukilitumia mara nyingi mno. Mara nyingi mno tumelitumia, lakini ni vizuri kukumbushana. Inawezekana tunafahamu kuhusu huduma, lakini tunapofahamu kwa maana zaidi. Mimi mwenyewe leo wakati nasikia namna ya ili somo, kuna vitu ambavyo nimevielewa zaidi. Nimevielewa zaidi. Kama inawezekana unakijua kitu, lakini kwa kadri ambavyo unasikia ni msisitizo zaidi, lakini pia unaendelea kuelewa zaidi. Kwa hiyo tutakwenda kusikia somo ambalo linasema fahamu kuhusu huduma. Na kitu cha muhimu tuelewe kwamba tunaishi katika dunia hii. Tunaishi katika ulimwengu huu. Lakini tija ya maisha yetu au thamani ya maisha yetu inatokana na tunahudumia nini. Yaani huduma hapo kwenye hiyo kichwa kimekuwa kama ni general. Nimetaka kuweka hivyo general kwa sababu kuna huduma, tutakuja kuona huduma katika maeneo mbalimbali. Lakini huduma ndio inatafsiri thamani yetu katika ulimwengu huu. Kwamba mtu ambaye anatoa huduma kwa wengi au anatoa huduma katika ulimwengu huu, ndio thamani yake inaonekana. Kwa sababu thamani ya mtu au ile nafasi ya mtu inapimwa na anatoa kitu gani au anahudumia nini katika jamii. Kwa hiyo unataka uthaminiwe. Unataka uthaminiwe au unataka utajwe, unataka ukuu mahali. Kitu cha kwanza cha kuangalia ni eneo la kuwahudumia watu. Yaani unataka hii kitu, unataka ukuu, unataka utajwe, unataka thamani kwenye eneo lolote katika ulimwengu huu. Kitu cha kuangalia cha kwanza ni unatumika kwenye eneo gani au unahudumia watu kwenye kitu gani. Ndivyo ambavyo ndio uhalisia wa maisha. Ndio uhalisia wa maisha. Kwa hiyo mtu anataka ukuu, lazima aangalie au hawahudumie watu. Kwa sababu wale watu watamhesabu ni mtu mkuu kwenye eneo fulani ambalo unatoa huduma. Yesu aliye kusema kwenye kitabu cha Luka 22:26, alikuwa anawaambia wanafunzi wake, walikuwa wakibishana kwamba nani ni mkuu miongoni mwao. Kwamba walikuwa sasa katika wale wanafunzi, sababu unajua katika ndio uhalisia wa maisha. Mkikaa wengi kuna namna fulani ambapo hapa pengine nani ni mkuu zaidi au nani ni leader zaidi, yani ni leader. Kuna namna fulani ambapo hiyo kitu ipo kwa wanadamu. Sasa Yesu aligundua hiyo vitu ambavyo wanabishana. Kwenye kitabu cha Luka 22:26 akawa anawapa maelekezo, lakini kitu ambacho alikisisitiza pale anasema lakini kwenu ninyi sivyo. Alikuwa anazungumza kwamba kwa habari ya wafalme wa dunia, lakini nataka nianzie hapa. Anasema bali aliye mkubwa kwenu na awe kama aliye mdogo, na mwenye kuongoza kama yule atumikiaye. Maana aliye mkubwa ni yupi, aketie kwa chakula au atumikiaye? Anasema si yule aketie chakulani, lakini mimi kati yenu ni kama mdogo nitumikaye. Yesu alikuwa anawaambia kwamba ukitaka kuwa mkuu, ukitaka kuwa yani aliye mkubwa ni lazima awatumikie wengine. Yani kama kuna namna fulani ambao wewe unajisikia kwamba mimi ni mkubwa mahali hapa, maana ni kwamba lazima uwe mdogo, kwa maana kuwatumikia wengine. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ndivyo ambavyo ilivyo. Yaani wakubwa. Kwa mfano tukichukulia leo hii labda mawaziri,
au Mheshimiwa Rais na wakuu mikoa, angalia ya watu, idadi ya watu wanaohudumia. Kwa kadiri ambavyo unahudumia wengi, maana kwamba ndio nafasi yako inakuwa ni kuu zaidi. Kwa hiyo ndivyo ambavyo ilivyo. Unataka ukuu au unataka ukubwa mahali, maana yake kwamba lazima uwe mdogo. Na mdogo maana yake ni nini? Yaani uwahudumie watu. Unajua mtu anayewatumikia, mtu aliyekaa kwa chakula na mtu anayehudumiwa, itaonekana kwamba huyu anayehudumia pengine ni nini? Anakaa kama ni mdogo, lakini ndivyo ambavyo inatakiwa hivyo. Yaani lazima uwe kama mdogo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo utumishi, unataka ukuu mahali, unataka uheshimike mahali, unataka utajwe mahali, huduma. Yaani hiyo ni general. Hiyo ni principles za ulimwengu huu. Ni kawaida. Yaani hiyo haina, sio ya kiroho, sio au nini. Hata uchumi wa ulimwengu huu, kwa kadiri ambavyo una supply, una huduma yako inakubalika kwa wengi, automatically tu hata uchumi kwa ni principle ambayo imewekwa, ipo, yani ya asili kabisa. Na kitu kingine tuelewe kwamba maisha ya mwanadamu yanaweza kuhudumiwa kwenye maeneo matatu, au huduma inaweza katolewa kwenye maeneo matatu katika ulimwengu huu. Huduma, tunasema huduma, tutakuja kuona na sisi hapa watumishi wa Mungu kwamba tuna huduma yetu. Huduma ambayo tunaifanya hapa ni huduma imekaa kwenye kategori gani? Lakini kuna maeneo matatu ambapo huduma tunaweza tukaitafsiri au inaweza ikatolewa. Huduma inaweza ikatolewa kwenye eneo la mwili, kwamba mambo ya mwilini yanahitaji pia huduma yake mwilini. Lakini pia kuna kwenye nafsi, kwa sababu mwanadamu alivyoumbwa pia kuna mwili, kuna nafsi na kuna roho. Kwa maeneo haya yote matatu yanataka huduma, kwamba mwili una ambavyo vinatakiwa, au mwili unahitaji kuhudumiwa kwa vya mwilini. Lakini kuna nafsi pia nayo inahitaji kuhudumiwa katika namna ya vya nafsi. Lakini pia kuna roho pia nako hivyo inahitaji kuhudumiwa na vya rohoni. Kwa hiyo tunapozungumzia huduma unahitaji masuala ya mwili tunajua ni chakula, mavazi na malazi. Kwamba mwili unahitaji kuhudumiwa kitu gani? Chakula, mavazi na malazi. Hiyo ni kawaida. Na tukizungumza nafsi tunajua sasa nafsi ni sehemu ya maamuzi. Kwamba Mungu alipoumba mwili huu, alipomuumba mwanadamu, aliweka maeneo matatu, kwamba aliumba mwili, alafu akaeka nafsi na roho. Sasa nafsi ni sehemu ya maamuzi, kwamba nafsi katika mwili ndio sehemu ambayo inaamua, inafanya maamuzi. Kwa hiyo nafsi inachohitaji ni nini? Inachohitaji kuhudumiwa ni kitu gani? Inachohitaji kuhudumiwa inahitaji ujuzi wa maarifa. Lakini pia inahitaji pia utulivu. Nafsi pia ni kitu ambacho inakihitaji utulivu. Yaani nafsi ambayo inakikosa utulivu unafeel mpaka kwenye mwili. Lakini pia nimesema ujuzi wa maarifa. Kwa hiyo kwenye nafsi kitu ambacho tunatakiwa tuhudumie ni maarifa. Kwa sababu moyo pia, tunasema moyo uko katika nafsi. Moyoni mwangu nimelijaza neno lako, kusudi nisikutende dhambi. Na kwa kadiri ambavyo unajaza maarifa aina fulani, nafsi yako ndio inaamua kulingana na vile ambavyo umejaza katika nafsi. Kwa hiyo nafsi ya mtu ikitekwa, maana yake maisha yake yametekwa. Hana tena choice ya maamuzi. Ndio maana kuna watu wanauza nafsi zao. Sio kusikia hiki kitu kwamba akiuza nafsi yake, maana kwamba hana tena option ya maamuzi katika maisha yake. Na ni hatari sana. Yaani nasema tukiteka kila fikra ipate kumtii Kristo. Maana we are dealing with souls. Tuna deal na nafsi. Kwamba hata sisi utumishi wetu tunapohudumu, maana kwamba tunajaza vitu katika, kama ni mwalimu tutakuja kuona hapa vitu vingi, tutakuja kuona tuna deal, kwa sababu nafsi ndio sehemu ya maamuzi. Kwamba mtu anaamua vile anavyoamua kwa sababu ya vile vilivyoingia nafsini mwake. Yaani ujanja wa maisha ya mwanadamu, nafsi. Bwana Yesu asifiwe. Kingine pia kuna hii roho pia nayo inahitaji kuhudumiwa, au ina mahitaji yake. Roho inahitaji nini?
Mungu aliumba hivyo specific kwamba kila kitu kinahitaji kihudumiwe kitu fulani. Sasa tunapozungumzia roho asili yake ni katika ulimwengu wa roho. Kwa hiyo kitu ambacho roho inakihitaji hasa ni kuwa na mahusiano na ulimwengu wa roho. Roho kitu ambacho inakihitaji sana ni kuwa na mahusiano na ulimwengu wa roho. Kwa hiyo haijalishi mtu anamwamini Mungu, hamwamini Mungu, lakini ile namna ya kutaka kuhusiana na ulimwengu wa roho, iko kitu kipo. Ndio maana tunaona watu wanafanya mambo ya ushirikina, wengine wanaabudu miungu, wengine wanaabudu matambiko. Yaani kuna ile kiu ya namna ya kutafuta ulimwengu ambao hauonekani, kwa sababu roho ya mwanadamu asili yake ni ya rohoni. Na hata mwili huu unapokufa, maana yake ni kwamba tunarudi, ile roho inarudi katika asili ya roho. Kwa hiyo ndio jinsi ilivyo kwamba roho pia inahitaji mahusiano, mahusiano. Na ndio maana siku ambapo mahusiano ya Mungu na mwanadamu yaliharibika pale Eden, ndipo mwanzo wa mahangaiko ya mwanadamu. Kwamba Mungu alipotuumba, kuna namna alituumba kwamba roho zetu pia ziwe na uhusiano na yeye. Sasa Mungu mahusiano yaliharibika kwa sababu ya dhambi. Mwanadamu akawa anahangaika huku na huku, kwa maana kwamba bado roho yake, kwa sababu imeumbiwa ile namna ya mahusiano, ile nature tayari ipo ndani yake. Kwa hiyo bado akawa na ile kwenye kupapasa. Tukienda kwenye maandiko tuelewe kwamba mtu anapokuwa hana mahusiano na Mungu, tunasema huyu mtu roho yake imekufa. Ushasikia kwamba amezaliwa upya, roho yake imezaliwa upya, au roho imekufa. Sema kwenye kitabu cha Ezekiel 18:20 anasema roho itendayo dhambi ndio itakayokufa. Lakini pia Warumi 6:23 anasema kwa maana mshahara wa dhambi ni mauti. Sasa roho iliyokufa maana yake ni kwamba haina mawasiliano na ile sehemu yake ya asili. Yaani yale mahusiano yale hayapo. Tunasema huyu mtu roho yake imekufa. Na tuangalia mfano ule wa mwana mpotevu. Wakati amepatikana pale, baba yake alivyompokea siku zile, kwenye kitabu cha Luka 15:24 anasema kwa kuwa huyu mwanangu alikuwa amekufa naye amefufuka, kwamba alikuwa amepotea. Sasa kwa mahusiano yakipotea, ile network ikipotea, tunasema huyu roho yake imekufa. Kwa hiyo jinsi tulivyoumbwa, yani ile bondi kati ya roho zetu na ulimwengu wa roho, iko ni kitu ambacho kilichowekwa. Sababu kama kisingewekwa, watu wasingemtafuta Mungu. Kinachotufanya tumtafute Mungu ni kwa sababu sisi asili yetu ni katika ulimwengu wa roho. Tunaenda taratibu, lakini tutakuja kuelewa. Kwenye kitabu cha Yohana 3:6 Yesu alikuwa anasema kilichozaliwa kwa mwili ni mwili na kilichozaliwa kwa roho ni roho. Kilichozaliwa kwa roho ni roho zetu zimetokana na Mungu, lakini mwili huu umetokana na mavumbi ya ardhi. Kwa hiyo ndivyo ilivyo. Kwa hiyo tumeona mwili, nafsi na roho zote zinahitaji kuhudumiwa. Lakini kitu ambacho nataka nikiseme sasa hapa, ambacho ni cha muhimu sana, tumezungumzia hayo mambo matatu. Lakini tuelewe kwamba hayo katika hiyo namna ya mahitaji matatu, kwamba kuna mwili, kuna nafsi na roho. Tutakuja kuona kwanza ni sehemu gani ambapo ni pa muhimu zaidi ya mwenzake, kabla kwamba kila kitu kinatakiwa kihudumiwe, lakini kuna moja kikianza alafu kikifuata maisha yake yanakuwa na ukamilifu fulani, kwamba haiwezekani chakula ndo kikaanza, kwamba mahitaji ya mwili, yani kuna logic. Tutakuja kuangalia na maandiko pia, lakini hebu tuangalie sasa maana ya huduma in general. Na katika hili naomba kidogo niwavuruge kidogo. Inaeleweka, lakini naomba niwavuruge kidogo. Baba wa kiroho. Sema baba wa kiroho, baba yangu wa kiroho ni fulani. Inaeleweka kwamba ni aliyekuzaa katika imani, si ndio?
kwamba aliyekuhubiria ukapokea wokovu. Lakini kiuhalisia baba wa kiroho, hapo nimesoma hilo andiko akasema kwamba kilichozaliwa kwa roho ni roho, kilichozaliwa kwa mwili ni mwili, kilichozaliwa kwa roho ni roho, si ndio? Kwa hiyo aliyetuzaa katika roho ni Mungu mwenyewe. Sasa inawezekana msilielewe hii kitu, lakini inaeleweka kwamba baba wa kiroho, lakini kiuhalisia ni baba katika imani, kwa sababu hata Abraham ametajwa kuwa ni baba wa imani, si ndio? Kwamba aliachilia injili ikatransform imani yangu ikazaliwa upya. Lakini kwenye roho, anayeshughulika na roho ni Mungu mwenyewe, ni Mungu mwenyewe. Lakini baba katika imani anashughulika na nafsi, anaachilia neno linakaa ndani yangu, lina transform, kwa maana kwamba ndani katika nafsi, alafu ninaamini, imani inazaliwa katika nafsi yangu, alafu maamuzi ninayoyafanya katika nafsi yataendana na kile ambacho kimewekwa ndani yangu. Kwa hiyo baba wa kiimani, nasema ni baba wa imani, baba katika imani, baba katika, na hata Paulo mwenyewe alizungumzia mwanangu katika imani, alikuwa anamzungumzia Timotheo, mwanangu katika imani. Japokuwa ndamazina inaeleweka, lakini lazima tuende taratibu kuanza kutransform vitu. Bwana Yesu asifiwe. Tuangalie maana ya huduma. Sasa huduma kwa in general, huduma kwa namna ya tu ya ujumla wake. Naenda tu, sio sizungumzie kiroho hapa, nazungumzia kwa ujumla wake. Huduma ni kutoa mahitaji yanayohitajika. Huduma ni kutoa mahitaji yanayohitajika. Mwili unahitaji ni kitu gani? Nafsi inahitaji kitu gani? Roho inahitaji kitu gani? Kwa hiyo mahitaji yanayohitajika, lakini mahitaji hayo ni katika mwili, inawezekana ni ya kifahamu au katika roho. Na nimetanguliza hapo mwanzo nikasema kwamba katika mahitaji haya maeneo matatu ni kitu cha muhimu sana tuelewe. Hitaji la msingi la mwanadamu, hitaji la msingi la mwanadamu kabla ya mengine kufuata ni katika roho yake. Hitaji la msingi la mwanadamu katika maisha yake ni kitu cha rohoni, ni hitaji la rohoni, kwa sababu tutakuja kuona hata Yesu mwenyewe kuna namna alizungumza hii kitu, kwamba unapotengeneza mahusiano yako au mahusiano kulingana na vile ambavyo roho yako imekuwa connected na asili yake, maana yake ni kwamba nini? Maana yake ni kwamba hata aina ya maarifa ambayo yataingia ndani yako au namna ya lifestyle yako, kwamba kama ni mavazi, malazi, kama nini, yani hayo yote kwa sababu msingi wake umelazwa katika, yani yatatokana na namna ambavyo roho yako, mahusiano yako na ulimwengu wa roho, ndivyo ambavyo ilivyo. Tukiangalia kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume, naomba tuone kwamba ni jinsi gani ambavyo kila mtu, haijalisha anamwabudu Mungu wa kweli au anamwabudu Mungu ambaye si wa kweli, yani namna ya roho yake imewekwa, au namna ya roho yake imewekwa namna ya kumtafuta Mungu kwa namna ya asili. Kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume 17 kuanzia mstari wa 16 anasema hivi: naye alifanya kila taifa na wanadamu kutoka katika mmoja wakae juu ya uso wa nchi yote, akiisha kuwaekea nyakati alizoziamuru tangu zamani na mipaka na makazi yao, ili wamtafute Mungu ingawa kwa kupapasa wakamwone. Anasema ijapokuwa hawi mbali na kila mmoja wetu, anasema kwa maana ndani yake yeye tunaishi, tunakwenda na kuwa na uhai wetu, kama vile mmoja wenu mtunga mashairi alivyosema, maana sisi sote tu wazao wake. Basi kwa kuwa sisi tu wazao wa Mungu, haitupasi kudhani ya kuwa uungu ni mfano wa fedha, dhahabu au jiwe, vitu vilivyochongwa kwa ustadi na akili za wanadamu. Hapa ilikuwa inatolewa injili, kwa maana kwamba Petro alikuwa ameitwa eneo, alikuwa ameota akaitwa kwenda kuhubiri injili mahali huko katika sema watu wa mataifa. Akawa anawaelezea kwanza ni jinsi gani ambavyo Mungu alivyotuumba, yani kuna namna fulani kwanza Mungu tumetoka katika yeye. Hapa amezungumza wazi kabisa, amesema kwa maana, anasema hapa
Anasema basi kwa kuwa sisi tu wazao wa Mungu, haitupasi kudhani kuwa uungu ni kwa mfano wa dhahabu. Sisi tu wazao wa Mungu. Maana Mungu ndio ametuumba. Sasa kitu ambacho nataka nikiseme hapa ni kwamba ile amesema kwamba ili wamtafute Mungu ingawa ni kwa kupapasa wakamuone. Yaani ile kitu cha kumtafuta Mungu ni kitu ambacho kimewekwa ndani ya mwanadamu alivyoumbwa. Na kitu kingine ambacho nataka nikiseme hapa, ukimwangalia Yesu alizungumza, anasema kwenye kitabu cha Mathayo 6:31, anasema msisumbuke basi mkisema tule nini au tunywe nini au tuvae nini, kwa maana yote mataifa huyatafuta, kwa sababu Baba yenu wa mbinguni anajua mnayohitaji yote. Bali utafuteni kwanza ufalme wake na haki yake yote, na hayo yote mtazidishiwa. Kwamba Yesu mwenyewe atuelekeza kwamba kabla ya chakula, kabla ya chochote, tunautafuta kwanza ufalme wake. Na ufalme wake ni kitu gani? Ufalme wa ulimwengu. Ufalme wa Mungu ni ufalme wa rohoni, ufalme wa ulimwengu wa roho. Kwa hiyo katika mahitaji ya mwanadamu au maeneo ambayo mwanadamu anapaswa kuhudumiwa, cha kwanza anatakiwa ahudumiwe kwenye eneo la rohoni. Na ndio maana hata wakati mwingine watu tunafunga kwa ajili ya kuendelea kutafuta uso wa Bwana. Kwamba maanake chakula si kitu. Kwamba nina utafuta uso wa Bwana kwa namna gani? Katika namna ya kumtamani Roho Mtakatifu operate ndani yangu, au achukue nafasi, au aniongoze. Bwana Yesu asifiwe. Na kingine pia, kwa hiyo hapo tumeelewa kwamba kitu cha muhimu sana katika hayo matatu, cha kwanza katika ulimwengu wa roho, tunatakiwa roho zetu ziwe na mahusiano na yeye. Na hiyo ni kitu ambacho kimewekwa ndani yetu. Ndio maana hata kama umwamini Mungu wa kweli, unakuta mtu anaabudu miungu mingine, anatafuta pengine miungu aiabudu, alafu anaamini katika hiyo miungu ndipo atapokea maarifa. Kwa hiyo msingi wa maarifa yake unatokana na aina ya ulimwengu wa roho ambao anahusiana nao. Kwamba kama ni ulimwengu wa giza, namna ya maarifa yake atakapokuwa anayachakata na yatafuta na nini, yatatokana hasa na ile namna connection na ulimwengu wa roho. Kwa hiyo unapopatia kwenye connection katika ulimwengu wa roho, maana ni kwamba hata nafsi yako ina uhakika wa kujazwa maarifa ambayo ni sahihi. Lakini pia hata kwa mahitaji yako pia ni rahisi Roho wa Mungu kukuongoza katika mahitaji yako. Na niseme hivi, kuna watu wanatumainia Ibilisi, wanatumainia ulimwengu wa roho wa Ibilisi kwenye kupata hata mahitaji yao. Ipo wazi. Na watu wanamneo ukizungumza nao, utasikia tu habari zao. Bana, sehemu fulani kuna fundi bana. Sehemu fulani kwenye biashara yangu nimeenda hivi, mambo siwi nimetafuta hiki, nimefanya hivi nikapata nafasi hii. Kwa nini? Kwa sababu connection ya roho zao walipoziconnect, the way watakapokuwa naongea, mawazo yao, mitazamo yao itakuwa ni ya kutumainia kule ambako wameconnect. Na pia sisi hivyo kwamba tunapo connect na Mungu, ina maana imani yetu, mawazo yetu yatakuwa katika Mungu. Kwa hiyo hata kwa habari ya mahitaji yetu tutakuwa tuna uhakika. Kwa nini? Kwa sababu ya connection. Ndio maana Yesu mwenyewe alisema kwamba msisumbukie ulimwengu. Msisumbukie ya ulimwengu. Utafuteni kwanza ufalme wake na haki yake, alafu hayo mengine tazidishwa. Utafuteni ufalme wake. Mahusiano. Na kusudi la huduma ni nini? Kusudi la huduma. Sasa kusudi la huduma hapo bado, yani hata kwenye kanisa hapo hatujaanza kugusa. Na kuzungumza tu general. Lakini nagusa pia in general, lakini pia katika imani, katika roho. Sababu tutakuja kuona huku huduma katika roho iko vipi kulingana na huku tulikoanza. Kusudi la huduma. Na zungumzia huduma yoyote hapo. Sasa hapo huduma yoyote kwa maana kwamba unajua hata katika ulimwengu huu kuna huduma ambazo zinatolewa, si ndio? Serikali inahudumia watu wake. Wewe unaweza ukatoa huduma pale mtaani. Unatoa huduma, na nikisema huduma ni mahitaji. Yaani kwa watu wanahitaji kitu fulani katika mtaa wako. Hamna genge pale, hamna duka. Unajua sasa watu wana mahitaji hayo. Nikiweka pale labda genge, ninapowapa niweka vile vitu, watu wanakuja wanamake na wahudumia. Serikali pia inawahudumia wananchi. Taasisi zinahudumia wateja wao. Ndivyo ambavyo ilivyo. Kwa hiyo unapotoa kile kitu ambacho kinahitajika,
ndio unasema huyu mtu anawahudumia watu, anawahudumia watu. Na ndivyo ambavyo ilivyo. Tunaona serikali, ukiangalia kwa mfano polisi ni serikali, si ndio? Wanachohudumia nini? Wanahudumia ulinzi, mambo ya ulinzi, ndio, ulinzi na usalama sema wa watu na mali zao. Ukiangalia majeshi pia hivyo. Ndivyo ambavyo ilivyo, ndio uhalisia. Na katika pia kwenye eneo la, nimesema kwamba kusudi la huduma linabebwa au kusudi la huduma linabebwa na nia ya anayehudumia. Kusudi la huduma linabebwa na nia ya anayehudumia, kwamba mimi nahudumu hapa, nahudumia kwa nia gani? Kwa hiyo kusudi la huduma ni kwa, inaweza kawa ni sahihi ama ikawa sio sahihi. Inaweza kawa ni sahihi ama kwamba ninahudumu hapa, lakini lengo langu ni watu wa, sasa inakuwa sahihi sio sahihi kwa maana gani? Mtu mwingine anaweza akawa anahudumia lakini ana lengo la tofauti, kwamba lengo lake sio upate vile vitu ambavyo anakuhudumia, ana nia ya tofauti. Kwa mfano, nichukulie kwa mfano hivi. Mtu anaweza anakuhudumia, anamhudumia mtu, anamhudumia binti au anamhudumia mkaka, lakini lengo lake kwamba apate access ya maamuzi yake, alafu mwisho wa siku apate yale ambayo anayahitaji kinyume na vile ambavyo anatafsiri. Au mwingine anaweza akamhudumia tu mtu lakini kumbe anampa rushwa, si ndio? Kwa hiyo huduma, kusudi la huduma limebebwa na nia. Na Roho Mtakatifu anapohudumia, tutakuja kuona pia Roho Mtakatifu, kwa sababu Roho Mtakatifu anahudumu katika roho zetu. Ulimwengu wa roho tunaoutafuta, Roho Mtakatifu anakaa ndani yetu. Maana yake kwamba sisi, roho zetu na Roho Mtakatifu vinakuwa na ushirika wa ndani. Sasa Roho Mtakatifu akihudumia mahali, au mtu akihudumu kwa roho mahali, au Roho Mtakatifu anapohudumu, nia yake kubwa ni moja. Nia yake kubwa ni kulijenga kanisa. Watu wanaweza kuhudumu katika namna ya kutafuta labda faida, wanaweza kuhudumu kwa namna ya kutafuta pengine, au kuhudumia kwa maana ya ndo majukumu yao. Lakini kuna huyu Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu anapohudumu mahali, lengo lake au nia yake ni moja tu, kusudi lake ni moja tu, kulijenga kanisa. Na katika hili naomba nisome kitabu cha Efeso 4:11. Anasema, naye alitoa wengine mitume, wengine kuwa manabii, na wengine kuwa wainjilisti, na wengine kuwa wachungaji na walimu, kwa kusudi la kuwakamilisha watakatifu, hata kazi ya huduma itendeke, hata mwili wa Kristo ujengwe. Kwa hiyo aliwatoa wote, lakini lengo lake ni moja. Yaani hao wote kazi yao au nia yao au kusudi yao ni moja tu. Anasema kuwakamilisha watakatifu. Anasema kazi ya huduma itendeke, hata mwili wa Kristo ujengwe. Kwa hiyo mwisho wa siku mwili wa Kristo ujengwe, au watu wamfahamu sana Kristo, watu wahubiriwe, wamjue Kristo, wamwamini Yesu Kristo, ndio mwili wa Kristo unapojengwa. Kwa hiyo lengo la mwinjilisti anahubiri injili huko, watu wanaamini, anakuja kwa mwalimu anamfundisha. Lengo ni mwili wa Kristo ujengwe, watu tumfahamu sana, tumfahamu mwana wa Mungu, tufahamu haki zetu, tufahamu upendo wa Mungu, tufahamu neema yake, ili tusiweze kutupwa huku na upepo wa mafundisho ya ulimwengu huu. Kwa sababu kinachomfanya mtu akimbizane huku na huku ni mafundisho. Kwa hiyo tunaimarishwa katika yeye kupitia mafundisho. Sasa tunaimarishwa katika yeye kupitia mafundisho, ndio tumejengwa katika mwamba. Kwamba tunapoamini, kama hautadumu katika mafundisho, maana msingi wako hauwezi kwenda chini. Alafu ni rahisi sasa wakati wa dhoruba, mvua ikija, mafuriko yakija, maana kwamba upepo wa mafundisho na kelele za ulimwengu unaweza ukatoka katika. Kwa hiyo kuna kukulia wokovu. Sasa tumezungumza kwa habari ya Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ni yake ni kubwa hasa ni kutujenga katika kumjua sana Mungu, kujua neema yake, kujua. Wakorintho wa kwanza 12:4 anasema, basi pana tofauti ya karama, bali Roho ni yeye yule. Tena pana tofauti ya huduma, na Bwana ni yeye yule. Kisha pana tofauti ya kutenda kazi, bali Mungu ni yeye yule azitendaye kazi zote, kazi katika wote. Anasema, lakini kila mmoja upewa ufunuo wa kufaidiana.
Kwa maana mtu mmoja apewa roho, apewa neno la hekima, na mwingine neno la maarifa, kama apendavyo roho yeye yule yule. Asema mwingine imani katika roho yeye yule yule, na mwingine karama ya kuponya katika roho yeye yule yule, na mwingine matendo ya miujiza, mwingine unabii, mwingine kupambanua roho, mwingine aina za lugha, mwingine tafsiri ya lugha. Lakini kazi hizo zote uzitenda roho yule yule, asema akimgawia kila mtu peke yake kama apendavyo. Kwa hiyo tumeona hapa kuna kazi nyingi zimezungumzwa hapa, lakini kumbe anayezitenda ni roho yeye yule yule. Kwamba katika kanisa, katika ufalme wa Mungu, anayetenda kazi, atendaye kazi ni roho wa Mungu. Kwamba roho yuko ndani yangu, yuko ndani yako, wewe unafundisha, yule anahubiri, anayetenda kazi ni roho yeye yule yule. Kwa hiyo tukielewa hivyo, maana kwamba hata credit, utukufu, tunapotenda kazi yoyote, tusijihesabie kwamba sisi, kwa sababu tunapotenda kazi ya kuhudumia vya rohoni, maana roho ndio anayehudumu, kwa sababu roho ndio anajua roho zetu zinahitaji nini. Kwa sababu roho ndio, yaani kama ukihudumu wewe utahudumu katika namna tu ya ufahamu, lakini akihudumu roho, maana kwamba atajenga, kuna namna fulani ambavyo ataimarisha maisha yako ya kiroho. Kwa hiyo ndivyo ilivyo kwamba tunahudumu katika ufalme wa Mungu, tunahudumu katika kanisa. Tuelewe kwamba anayehudumu kazi zote ni roho wa Mungu, anayehudumia kazi zote ni roho wa Mungu, au kwa maana nyepesi kabisa, anayetoa mahitaji tunayoyahitaji. Kwa sababu kila mmoja hapa kuna maswali ambayo anayo katika maisha ya huduma au katika maisha ya imani. Kuna vitu ambavyo anaviwaza pengine. Sasa Roho Mtakatifu ndo anajua unachokihitaji. Na maana Roho Mtakatifu anapoachilia neno, anaachilia sawa sawa na kile ambacho unakihitaji kwa wakati huo. Na kingine ambacho tunataka nikiseme hapa, tunaenda kuangalia sasa, tuangalie aina za huduma katika kanisa. Aina za huduma katika kanisa. Huduma zilizopo katika kanisa. Hapa ni kitu ambacho ni cha muhimu sana. Katika kanisa tumeona kwamba kuna mitume, kuna manabii, kuna muinjilisti, kuna mwalimu na kadhalika. Kuna watendakazi mbalimbali ambao wameachiliwa, si ndio? Sasa kama kuna watendakazi mbalimbali ambao wameachiliwa, tuchukue mfano huu kwa urahisi. Kwamba ukimfikiria askari, unafikiria huduma anayotoa ni nini? Anayotoa ni huduma ambayo inahusiana na mambo ya ulinzi, si ndio? Ukimfikiria engineer, unajua kwa sababu huyu anaweza kawa kwenye masuala ya kitaaluma, hasa kwenye mambo ya kutengeneza vitu. Inawezekana ni engineer wa barabara, inawezekana wa ujenzi, inawezekana ni wa mambo ya electronics. Kwa hiyo unapomtaja mtu unaweza ukaconnect moja kwa moja na anachokifanya. Sasa kile anachokifanya ndicho anachowahudumia watu. Kwamba ukisema huyu ni mwalimu, unajua kabisa kwamba huyu anafundisha. Huduma yake ni ya kufundisha. Kwa hiyo tafsiri au tukiziangalia huduma katika kanisa, tunazungumza kile ambacho kinatolewa kupitia mtu. Kwa hiyo muinjilisti ni muinjilisti, maana kwamba kuna huduma anaifanya. Ukiangalia nabii ni nabii kwa nafasi, kwamba amezaliwa kama nabii au amezaliwa kama mtume, amezaliwa kama mchungaji. Yaani mchungaji ni mtu Mungu alipokuzaa mara ya pili, kuna namna ambavyo tayari alishakuandaa uwe. Kwa hiyo ile namna ya utendaji kazi wako ndiyo huduma. Ile namna ya kile ambacho utakitoa au mahitaji ambayo utayatoa katika kanisa, ndio tunasema huyu ana huduma gani? Ana huduma gani? Kwa hiyo tutakwenda kuangalia sasa huduma. Katika kanisa kuna huduma ya uinjilisti. Na nikisema huduma ya uinjilisti, sasa angalia jinsi ambavyo kitu ambacho nimekishangaa katika siku ya leo. Wakati mwingine tunafikiria huduma ya uinjilisti anayefanya ni muinjilisti peke yake. Lakini huduma ya uinjilisti anaweza kaifanya mtume au aposto. Unajua mitume wale walifanya uinjilisti pia. Mitume walihubiri habari njema, kwa sababu uinjilisti ni kuwahubiria watu ambao hawajasikia habari njema.
Kwa hiyo mitume pia walifanya uinjilisti. Wakina Mathayo, wengine wanasema mwinjilisti Mathayo, lakini ni maapostoli, ni mitume, si ndio? Yesu aliwaita mitume. Lakini pia kuna wainjilisti, tutakuja kuona. Lakini pia si tu hao, lakini yeyote, tutakuja kuona yeyote kama apendavyo Roho. Yaani mtu, Mungu anaweza kumtumia yeyote, hata mwalimu anaweza kumtumia kufanya uinjilisti kama apendavyo Roho, kulingana na uhitaji wakati ule. Kama kuna mtu anataka aokoke hapa, Mungu anataka mtu amuokoe mtu fulani hapa, alafu kuna mwalimu hapo amekaa, anaweza Roho akamwezesha afanye huduma ya kiuinjilisti. Lakini specifically uinjilisti, mitume na wainjilisti ndio huduma ambayo, kwa kuna huduma ya uinjilisti, lakini hiyo kitu nimesema haifungwi. Kuna huduma pia ya ualimu. Kuna huduma ya ualimu au kufundisha. Na katika kufundisha, mtume pia anaweza akafanya hiyo huduma. Kimwangalia Paulo, alifundisha, aliwahubiria mataifa injili, lakini pia akawafundisha. Kwa hiyo tunakuja kuona kwamba kumbe huduma moja inaweza ikafanywa hata na kulingana na Roho apendavyo kwa wakati ule na hitaji wakati ule. Kwamba mtume anaweza akafundisha, lakini specifically mchungaji ukizungumzia ualimu, mchungaji, moja ya kitu ambacho anakifanya mchungaji permanently ni kufundisha. Kwa sababu mchungaji kwa Kiingereza amesema ni pastor, si ndio? Pastor, na pastor imetokana na neno pasture, malisho. Kwa mchungaji ndo mlishaji. Yaani lengo la mchungaji au nafasi ya mchungaji ni kuachilia mafundisho ambayo yatawakomaza katika wokovu. Kwa mchungaji huduma yake ni ya ualimu. Mchungaji huduma yake ni ya ualimu. Lakini pia mtume anaweza akafanya ualimu. Lakini pia hata nabii pia anaweza akafundisha. Lakini pia kuna mwalimu. Ukisema kuna katika kanisa pia kuna walimu, si ndio? Kuna walimu. Sasa mwalimu huyu inakuwaje? Nafasi ya mwalimu, yani mwalimu ni mchungaji asiye na, kwa mfano mtu ambaye anafundisha kama mchungaji, maana kwamba kuna watu wanawalisha permanent, kwamba hawa ni kundi ambalo iko responsible nalo. Lakini kuna yule ambaye ana karama ya kufundisha, kwa maana kwamba anaweza akaenda huku na huko akafundisha, yeye hana watu permanent. Huyo ni mwalimu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ndivyo ambavyo hivyo, mtume anaweza kufundisha, mchungaji anaweza kufundisha, nabii anaweza kufundisha na kadhalika. Na kingine pia kuna huduma ya kinabii, prophetic ministry. Kama tumeanza evangelical ministry, sema teaching, lakini pia kuna prophetic ministry. Huduma ya kinabii ni kitu ambacho kipo. Unajua kuna watu kiwaambia hivi wanasema sasa hizi kuna manabii. Lakini mmoja utakuja kuona baadaye hapa kwamba mmoja ya watu ambao pia Mungu amewaleta kwenye hilo eneo, waimbaji. Hii musician, hii kitu hii ina connection sana. Nitakuja kuelezea baadaye, lakini kuna waimbaji ambao prophetically wanatabiri, wanaimba na kutabiri. Unajua hata manabii zamani walikuwa wakati mwingine wakitaka kutabiri wanasema nileteni mpiga muziki, kwamba walikuwa katika muziki wanazungumza pia, wana prophesy, wanazungumza yale ambayo Mungu anataka kuyafanya kwa baadaye. Bwana Yesu asifiwe. Ndivyo ambavyo ilivyo. Kwa hiyo kuna hii huduma ya kinabii, na hii huduma ya kinabii hasa inamhusu nabii, inamhusu hasa nabii. Lakini sio tu hasa nabii, mtu yoyote pia anaweza kulingana na Roho akiamua. Yaani hizi huduma jamani, ninavyotaka kusema hivi, anaweza akamtumia hata mchungaji akatoa neno la unabii. Unajua Sauli hakuwa nabii, si ndio? Sauli alikuwa ni mfalme. Lakini kuna wakati alionekana akitabiri pamoja na manabii. Kwa hiyo kuna Roho Mtakatifu anaweza akaachilia unabii kupitia yote. Lakini hasa hii huduma ya kinabii ni nabii. Na manabii jamani wapo. Kama unauamini kwa manabii wapo. Japokuwa inawezekana hatuwakubali sana katika zama hizi, lakini wapo. Kisoma kanisa la kwanza pale, kuna manabii ambao walikuwa wanatajwa.
kwamba kama walikuwepo kwenye kanisa la kwanza, kwa nini leo wasiwepo? Japokuwa tumetahadharishwa mno kwamba katika zama hizi manabii wa uongo ni wengi. Tena amesema wengi. Unajua akisema wengi kuwa makini sana Kwa sababu unajua changamoto ya kwa nini wengi? Kwa sababu watu wanapenda kujua mambo yajayo. Yaani leo hii mtu anatamani kujua mambo yajayo. Anatamani kujua mambo yajayo. Ndio maana tunaona watu wanatabiri mambo ya mechi. Hivi kweli mambo ya mechi? Kwa sababu kazi ya huduma zote lengo lake ni kujenga mwili wa Kristo. Kama mtu anatoa unabii ambao haulifaidi kanisa, yaani ujue unabii sio, yaani uwezo ukanitabiria rais kwamba sijui rais sijui atakuwa nani, ukaniambia wewe nabii wa Mungu. Haiwezekani, never. Kwa sababu rais atakuwa nani, mimi inafaidia nini? Kwa sababu unabii popote ulipotoka katika kanisa la kwanza ni kwa ajili ya kanisa, kwa ajili ya kuliandaa kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kuna hii huduma, lakini pia kuna huduma ya uponyaji, miujiza na tafsiri za lugha. Nimeweka kundi moja hili. Ponyaji, miujiza na tafsiri za lugha. Na katika hii hapa unaweza kuniuliza hivi ni nani ambaye anahusika hapa? Hapa ni muamini yoyote. Kwa hiyo usije ukaniambia kwamba mimi sina huduma. Kwamba mtu yoyote anayeamini, anayemwamini Yesu Kristo. Kwa sababu kwenye kitabu cha Marko 16:17 sema, na ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Kwa jina langu watatoa pepo. Nasema kwa jina langu watatoa pepo, watasema kwa lugha mpya, watashika nyoka, hata wakinywa kitu cha kufisha hakitakuwadhuru kabisa, wataweka mikono juu ya wagonjwa watapata afya. Kwa hiyo hii huduma hii ni kwa kila aaminie. Yaani wewe nyumbani kuna mtu anauma, bandika mikono kwa imani. Kwa hiyo kuna namna ambavyo tusifikiri kwamba sisi hatuna huduma. Yaani huduma zipo. Kama hivi nilivyozungumza, tafsiri ya lugha pia. Wakati mwingine kuna lugha zinatafsiriwa, kwamba mtu anazungumza kwa lugha, mtu anatafsiri. Kuna matendo ya miujiza. Hizo sema hiyo ni nasema kuna healing ministry. Hiyo healing ministry, kuna miracles and wonders na kadhalika. Kwa hiyo ndivyo ambavyo ilivyo. Kwa nini nimezungumza hivi? Kwa sababu hivi ndivyo vitu ambavyo vinawahudumia watu. Ukizungumzia kufundisha ualimu, ukizungumzia uponyaji, ndio demand ya pale. Kwa hiyo Mungu anapoachilia uponyaji, maana ndio anahudumu kwa namna ya uponyaji. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kuna hizo kwa nimesema uinjilisti, ualimu, unabii, uponyaji, miujiza, tafsiri ya lugha. Hizo ndizo huduma katika ambazo zina operate katika kanisa. Zina operate katika kanisa. Watu wanahubiriwa injili, wakihubiriwa injili wanamhitaji mwalimu. Katika kanisa wakati mwingine tunaenda tunapita katika majira mbalimbali, kuna namna ambavyo unabii unaachiliwa, na unabii katika kanisa unakuja kwa namna gani? Kwa lengo gani? Kwa lengo la kuyafunua mapenzi ya Mungu ya wakati. Linaweza kaachiliwa neno la majira haya, kwamba Mungu anataka tufanye nini katika wakati huu katika kanisa. Yaani ni muhimu sana. Wakati mwingine kuna wakati Mungu anataka tufanye jambo fulani. Wakati mwingine anatutahadharisha kwa habari ya jambo fulani. Paulo wakati anakwenda kukamatwa, kuna unabii ulitoka. Alafu Paulo akamwambia kwamba msiwe, kwa sababu watu wakaanza kuhuzunika, wakaanza kumkataza Paulo asiende Rumi. Wakamwambia Paulo akasema kwamba ili huu unabii umekuja ili ninyi muelewe. Lakini kuna wakati fulani pia kuna njaa ilikuwa inakuja katika nchi. Kuna unabii ukatoka katika kanisa. Alikuwa anaitwa nabii Agabo. Tukimsoma katika Mathayo tutamuona nabii Agabo akazungumza kwa habari ile njaa itakayokuja. Ilikuwa ni kutahadharisha kanisa ili liweke akiba. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ndivyo ambavyo ilivyo. Tukubali hiki kitu, na tukikataa, kuna vitu ambavyo tukivikataa ni hatari. Kanisa aliendi mbele, limekuwa na mifumo fulani kwa sababu ya kukataa baadhi ya huduma. Hata hii apostolic ministry kuna namna inakataliwa. Lakini mitume ni wa muhimu sana katika kujenga mafundisho ya msingi wa imani yetu. Ukiangalia mitume wengi, kwanza mitume wengi walikuwa wako serious sana pale imani, kiini cha imani inapochakachuliwa. Kama ukileta fundisho ambalo sio la Kristo, walikuwa wako wakali mno. Kwa sababu kazi ya mitume ni kujenga fundisho ambalo litakuwa na msingi wa, yani litakuwa na msingi wa imani, kwamba asema alitoa kwanza mitume, si ndio alitoa kwanza mitume, asema na manabii na kadhalika. Kwa hiyo mitume mafundisho yao hasa
ni yanadili na msingi wa imani yetu. Ndio maana mitume mara nyingi hasa mafundisho yao ni kwenye kumfunua Kristo jinsi alivyo, watu wapate imani yao ikae katika Kristo. Alafu sasa wachungaji wanakutia moyo, wakati mwingine wanakufariji, wanakuachilia neno ambalo linakutia nguvu, lakini pia wanakufundisha pia mafundisho ya kufahamu kusudi la Mungu katika maisha yetu na kadhalika. Lakini msingi wa imani yetu, mitume ndio mafundi stadi hasa wa kujenga msingi. Bwana Yesu asifiwe. Nataka niendelee kumaliza, naona muda unaenda sana. Nimesema mtu asiseme hana huduma. Na ngoja nizungumze hapa kwa habari ya uimbaji. Waimbaji mpo oye. Tunasemaga bana, huduma yangu wa uimbaji. Katika huduma nilizozitaja hapa mmeona uimbaji. Lakini unaweza ukapiga kinanda alafu uponyaji. Nani huyu? Daudi alipiga kinubi, mapepo yakatoka kwa Sauli. Healing, si ndio Ponyaji. Unaweza ukakaa hapa ukafundisha, ukaimba, ukaachilia nyimbo, watu wakajifunza kwa habari ya Mungu. Unaweza ukakaa hapa ukaliimbia jina la Bwana, alafu watu wakapokea uponyaji. Unaweza ukakaa hapa ukaimba, alafu kashangaa prophetic imekuja, unabii umekuja. Kwa tuna manabii, tuna watu wana huduma hapa za kuponya kupitia pengine kile wanachokifanya. Kwa hiyo tuelewe kwamba unaweza ukahudumu kupitia mziki, lakini mziki sio huduma. Mziki unachokifanya katika kanisa au katika maisha ya mwanadamu, mziki unadili na nafsi. Kwa sababu nafsi imesema inahitaji utulivu. Moja ya mahitaji ya nafsi, maarifa na ujuzi, lakini pia utulivu. Utulivu unaletwa pia hata mziki. Ukipiga mziki, nafsi inatulia. Daudi alikuwa anaiambia nafsi, alikuwa anaiambia nafsi yangu alikuwa anaiambia sana nafsi yake. Kusoma kwenye Zaburi, anasema nafsi yangu muhimidi Bwana. Nafsi yangu. Kwa hiyo kuna namna ambavyo mziki unatuliza nafsi. Alafu nafsi ikitulia, kwa sababu nafsi ndio central system, ina process data. Ukiwa unawaza huku na huku, katika hali ya mziki nafsi inatulia. Sasa pia mpigaji kama pia anapiga mziki katika namna ya roho, kuna kitu cha ajabu sana, kuna healing. Musician, msijione kwamba sisi ni backstage. Yaani hebu muangalieni Daudi, mtafakarini sana habari ya Daudi. Kama Daudi alienda mbele ya mfalme kwa sababu ya kupiga kinubi, alafu kawa na ile healing. Kama manabii walikuwa wanasema nileteni mpige kinubi, alafu atabiri. Maana kwamba kuna namna ambavyo alikuwa anatafuta utulivu wa nafsi ili amsikie Bwana, alafu aweze kuachilia prophecy. Kwa musician, nafasi yenu ni ya muhimu sana katika kanisa. Lakini msihitaji kwamba ni huduma ya muziki, si huduma ya kile ambacho kupitia muziki mnakifanya ndio huduma. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tuna manabii wengi katika praise and worship team. Kuna watu wanafanya huduma ya uponyaji, hawaelewi tu. Mtu amekuja hapa, tumewalidi watu katika kumsifu Mungu, alafu watu wakapokea uponyaji. Tunasema huyu mtu amefanya huduma ya uponyaji. Lakini kuna namna ambavyo pia ama ukimsifu Mungu watu wanajifunza sifa zake, wanajifunza habari zake. Lakini kuna watu ambao kuna zile nyimbo za zamani za uinjilisti, siku hizi zimepotea kabisa. Siku hizi watu tunaiba tu nyimbo lakini zile zamani, zile za kama si upendo wake Yesu ningelikuwa wapi, alitupenda. Umeona? Kwa hiyo zilikuwa ni nyimbo za uinjilisti ambazo zilikuwa zina kwenye crusade, kwenye tamasha kwenye hizo outreach za kuwafikia watu, zilikuwa ni za muhimu sana. Sasa tunaendelea hapa, na nataka nimalizie hapa mambo ya kuzingatia katika huduma. Jamani, mambo ya kuzingatia. Tuna mambo ya kuzingatia hapa. Unapohudumu au Mungu anapokutumia kuhudumu, kitu cha muhimu sana utakiwa tuelewe kwamba mambo ya kuzingatia ni kitu cha muhimu sana. Uelewe kwamba kama cha kwanza,
kama unachohudumu au kama wewe ni mhudumu, kwa maana unahudumu kwa roho, au mtu au yule ambaye anakitumia chombo kuhudumia, yule ambaye anakitumia chombo kuhudumia ndiye anahudumu. Lazima tuelewe hii kitu kwamba Roho Mtakatifu anatutumia sisi kuwahudumia watu wake, si ndio? Maana ni kwamba kama Roho Mtakatifu anatutumia sisi kama vyombo kuhudumia watu wake, anayehudumu, kitu cha muhimu tuelewe, ni Roho Mtakatifu. Yaani tunapohudumu sehemu, kwa sababu Roho Mtakatifu anatutumia sisi kuhudumu, ni mambo ya kuzingatia, ni jambo la muhimu sana kuzingatia, kwamba tuelewe hata mtu akipokea uponyaji, ukizungumza ukafundisha, anayehudumu ni Roho. Yaani iko kitu lazima ukielewe straight kabisa. Yaani ukienda mahali uelewe kwamba Roho wahudumie watu wako. Wewe ni chombo tu, wewe ni chombo. Ndivyo ambavyo ilivyo. Na hata kwenye serikali jinsi yalivyo, watumishi wa serikali wanapohudumia watu, tunasema serikali ndio inahudumia watu, si ndio? Kwamba amekuja kuhudumia mtu fulani rafiki yako, lakini kwa sababu yule jamaa ni afisa wa serikali kaja kuhudumia pale, maana tunasema serikali imeenda kuhudumia watu wake. Kwa mwisho wa siku tafsiri ya kilichofanyika pale ni serikali inahudumia watu wake. Kwa hata kwenye huduma ya katika imani tuelewe kwamba anayehudumu ni Roho wa Mungu. Yaani mwisho wa siku tusije tukasema ni sisi tumetumika kama vyombo. Sawa sahani iseme kwamba sahani, mwambie mtu kwamba mimi ndo mpishi ndo ameenda kumwekea mtu kwenye sahani, si ndio? Kwa hiyo ndivyo ambavyo ilivyo. Jambo lingine pia nataka niruke mambo mengi kidogo ili kwa sababu ya muda umeenda. Niende jambo la pili. Kuna maandiko mengi hapa katikati, nisingependa niyazungumze kwa sababu kuna Wafilipi 2:4. Naomba niende la pili kwa sababu ya muda. Nasema la pili, kila mtendakazi anastahili ujira. Kila mtendakazi anastahili ujira. Kwamba unapohudumu mahali, mtu anapohudumia sehemu, kuna namna anastahili ujira, kwa sababu ndivyo ambavyo mtendakazi anastahili ujira, si ndio? Lakini pia tuelewe katika ufalme wa Mungu, anayekutuma kufanya ndiye anayekulipa. Anayekutuma kufanya ndiye anayekulipa. Kwamba sisi, Roho Mtakatifu ndo ametutuma, Mungu ndo ametutuma, si ndio? Kufanya kile ambacho tunakifanya. Kwamba ametutumia sisi kuwahudumia watu. Ina maana anayetulipa ni yeye. Anayetulipa ni yeye. Na katika hili kwenye kitabu cha Luka 10:4 alikuwa anawatuma Yesu. Kuna namna ambayo akawapa maelekezo, anasema msichukue mfuko wala mkoba wala viatu wala msimwamkie mtu njiani, na nyumba yote mtakayoingia semeni, anasema semeni kwanza amani iwe nyumbani humu, na anasema na akiwamo mwana wa amani, amani yenu itamkalia. Anasema la yumo, amani yenu haitarudi. Anasema basi kaeni katika nyumba hiyo hiyo mkila na kunywa vya kwao. Anasema maana mtendakazi amestahili kupewa ujira wake. Hapa kuna hii kitu hapa, amesema kaeni katika nyumba hiyo hiyo mkila, kwamba mmeenda sehemu mmepokelewa. Kaeni katika nyumba hiyo hiyo mkila na kunywa kwao, maana mtendakazi amestahili ujira wake. Anasema msiameame kutoka nyumba hii kwenda nyumba hii, na mji wote mtakaoingia wakiwakaribisha vileni vyote vilivyowekwa mbele yenu. Anasema waponyeni wagonjwa waliomo humo, waambieni ufalme wa Mungu umekaribia. Yesu hapa alizungumza kama mtendakazi astahili ujira wake. Amewatuma alafu hajawaambia wabebe mfuko wa hela, kwamba Mungu atawahudumia huko, si ndio? Kwamba amewatuma lakini hajawapa mfuko wa fedha. Nendeni kwa sababu hii kazi ni ya kwangu. Mtendakazi astahili ujira wake. Nendeni huko, Mungu atawahudumia huko. Lakini kuna maelekezo hapa ambayo watu wengi hawaelewi. Kama mkiingia ndani wakiwakaribisha, kaeni humo msiameame, na vitakavyowekwa mbele yenu kuleni. Sasa vitakavyowekwa mbele yenu kuleni maana nini? Inawezekana vichache, inawezekana vibaya, inawezekana yani usiwe na expectation kwamba kitakachowekwa kula na usiameame. Unajua kuna namna ambavyo unaweza kaenda sehemu kuhudumu, alafu pengine unakuwa tayari kwamba umeenda nyumba hii wamenipa kidogo, au nyumba hii kuna uhaba, unaenda nyumba nyingine. Ukitoka nyumba hii umeona hii, unaenda nyumba nyingine. Ukitoka nyumba hii unaenda nyumba nyingine, unahamahama. Kwa nini? Kwa sababu pengine ya lazima kitakachowekwa mbele yenu kuleni na msiamehame. Hii kitu kina umuhimu sana, hasa kwa sisi watendakazi. Mtendakazi astahili ujira wake, lakini Mungu ndiye atakayekulipa, kwa sababu watu hawatoi
kwa sababu yako, wanatoa kwa sababu ya Mungu ambaye wanaona anatenda kazi katika ile huduma ambayo ameweka ndani yako. Nataka niendelee, kuna maandiko mengi hapa na yaruka la 3, alafu tunamalizia ya mwisho. Kwa kadiri ya unavyowahudumia watu ndivyo utumishi wako unatajwa. Jambo la mambo ya kuzingatia. Kwa kadiri ambavyo unahudumia watu ndivyo utumishi wako unatajwa au unakuwa. Yaani ni kitu cha muhimu sana. Unataka huduma yako, huduma ambayo Mungu ameweka ndani yako ikue, usidharau watu. Kwa kadiri ambavyo unamhudumia mmoja mmoja, wawili, ndivyo huduma ambayo imewekwa ndani yako inakuwa. Katika hili kuna ile ambapo Mathayo 25:21 anasema bwana wake akamwambia, vyema mtumwa mwema na mwaminifu, ulikuwa mwaminifu kwa machache, nikakuweka juu ya mengi, ingia katika furaha ya bwana wako. Kiwa mwaminifu kwa vichache, ndivyo ambavyo unaendelea kukua. Mhudumie mmoja mmoja, ndivyo ambavyo itakuwa, ndivyo ambavyo utakuwa. Unataka kukua, huduma yako ni kitu cha muhimu sana. Jambo la mwisho katika mambo ya kuzingatia, kitu cha muhimu sana, kama unatumiwa kutoa huduma, na nasema kama unatumiwa kutoa huduma, maana kwamba unaweza kutoa huduma ya kwako wewe mwenyewe, kwamba nimefungua genge, ni huduma yangu na wapa watu mahitaji yangu. Lakini kama unatumiwa kutoa huduma, Roho wa Mungu anakutumia, Mungu anakutumia kutoa huduma, usikubali kutukuzwa, bali tengeneza mazingira ya sifa ziende kwa yule aliyekutuma. Lakini pia hii hata kwa mfano wewe umeajiriwa kwenye kampuni, kwenye serikali, usikubali watu wakusifia wewe. Kama umetumwa na mkuu wako, kama umetumwa na serikali, sifa ziende kwa serikali. Unajua hata katika kanuni za utumishi wa umma, kwa sheria za watumishi wa umma wa serikali, ukipewa zawadi kwa sababu ya kile unachokitenda katika ofisi ya umma, maana ile zawadi inatakiwa iende kwa serikali. Ndio kanuni ya utumishi wa umma, kwamba umepewa sifa kwa sababu ya utumishi ulioajiriwa nao kufanya, maana unalipwa, maana mwisho wa siku sifa anapewa serikali ile kutuma. Hata sisi kama Mungu amekutumia kuwahudumia watu, usikubali chonde, usikubali kutukuzwa. Na moja ya kitu ambacho nataka nikiseme cha muhimu, watu lazima watakutukuza. Yaani wewe utahudumu, utaimba, utafundisha, utanini, yaani itatokea tu watu wakwambia, jamaa yule jamaa anaimba, yule jamaa kweli anafundisha, yaani yule jamaa kweli, lazima utatukuzwa. Yaani ni kitu ambacho, lakini ukisikia hivyo, kwa sababu watu hawataacha kulingana na kiwango cha ukomavu wao, watu hawataacha kukutukuza wakati mwingine. Lakini usikiapo, ni muhimu sana kukataa kwa maana kwamba kumtukuza yule ambaye amekutuma. Hata ukiwa kwenye position fulani, serikalini, kwenye kampuni, kwenye taasisi, usikubali kusifiwa kirahisi. Yaani usikubali kusifiwa kirahisi. Hivi kweli, kwani unafikiri hao viongozi wetu wanaposifia mama, unafikiri ni vichaa? Ndio protocol. Kwamba mwajiri mkuu wa serikali nani? Ni rais, ndio Kwa hiyo unakuta kwamba amewatuma kwa sababu tunafanya vitu kwa niaba ya aliyetuajiri. Kwamba aliyetuajiri ameamua aweke watu ambao amewatuma. Kwa hiyo lazima sifa ziende kwake. Kwa hiyo Mungu amekutuma wewe ukatende kazi ile ambayo amekutuma. Usije ukakubali. Namalizia kwenye kitabu cha Ufunuo 19:10. Kuna namna ambavyo Yohana alionyeshwa mafunuo mengi mbinguni. Asema nami nikaanguka mbele ya miguu yake, nikamsujudia yule malaika. Kuna malaika alikuwa anamuonesha. Asema akaniambia, usifanye hivi, mimi ni mjoli wako na ndugu zako walio na ushuhuda wa Yesu. Msujudie Mungu, kwa maana ushuhuda wa Yesu ndio roho ya unabii. Kwamba alikataa, malaika alikataa kusujudiwa, alikataa kupewa utukufu. Kwa hiyo ni muhimu sana sisi kwa kadri ambao tunataka tukue, tusikubali kutukuzwa. Mungu akiwahudumia watu, usikubali kutukuzwa, bali tengeneza mazingira yote kwamba aliyefanya atukuzwe. Umuhimu wa somo hili ni nini? Umuhimu wa somo hili ni kutamani, kutujengea kiu, shauku, kutamani kuona huduma inatendeka. Na huduma ni yale ambayo nimeyazungumza, kwamba ni tuone watu wanahudumiwa na Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Wakorintho 4:1 anasema, kwa sababu hiyo, kwa kuwa tuna huduma hii, kwa jinsi tulivyoipata rehema, hatulegei. Tusilegee katika nafasi ambazo Mungu ametuweka. Kama Mungu ametuweka kuwahudumia watu katika yale ambayo nimeyazungumza, tusioneshe ulegevu. Mwalimu na afundishe, wa kutabiri na atabiri, wa kutoa habari njema kuhubiri na hahubiri,
wa kuachilia uponyaji na aachilie, mwenye kutafsiri lugha na afanye, na kadhalika na kadhalika na kadhalika na kadhalika. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ninaamini somo hili limekuja na msisitizo kwamba tuwe na kiu ya kuona tunachokifanya, kama ni kwa muziki, kama ni kwa nini, watu wafundishike. Kama ni kwa muziki, tuone kama kuna matendo makuu ya ajabu yaonekane. Kuna namna tutamani kuona Mungu anawahudumia watu wake. Bwana Yesu asifiwe. Baba yetu, Mungu wetu wa mbinguni, nakushukuru kwa neno lako hili Bwana, kwa sababu neno hili naamini kabisa limekuja kututaka kuwa na shauku na kiu ya kuona watu wanahudumiwa katika miji, katika kanisa lako Bwana. Watu wahubiriwa habari njema, waamini, ili kanisa lako likue na mwili wa Kristo ujengwe. Baba, ninakushukuru kwa neno hili Bwana, kwa sababu neno lako halirudi bure, bali litatimiza mapenzi yako. Nasi tuko Mungu kushuhudia neno lako likitenda kazi katika maisha yetu. Tupate kuona watu wakihudumiwa katika namna ya kuhubiriwa habari njema, watu waokolewe. Tukipata kuona watu wapate kukufahamu wewe sana, wapate kujua pendo lako, wapate kujua neema yako, wapate kujua haki yako, wapate kujua njia zako na kanuni zako. Tena tupate kuona watu wakifunguliwa, tupate kuona watu wakiponywa, tupate kuona matendo makuu ya ajabu katika kanisa lako Mungu, ili kusudi jina lako likatukuzwe na wewe pekee ukapate kupewa sifa. Katika jina la Yesu Kristo nimeomba. Amen. Amen. Basi tumehitimisha hapa. Waimbaji niwakaribishe wakati ambapo kama